Yes, bana, The Golden Boot bado ipo na wewe mtazamaji wa Anuari TV. Jina langu mimi ni Shabel Daniel na nyuma ya kamera ni Yusufu Mpuma. Taarifa pia nyingine ambayo imetufikia kutokea katika kambi ya Simba Sports Club ni wao kuvamia katika kikosi cha ASEC Mimosas. Huko ASEC Mimosas kuna lulu nyingi sana katika timu yao ambayo imemaliza msimu huu katika ligi 1 Ivory Coast kama mabingwa wa ligi hiyo, wakichukua ubingwa wa 30 kwenye historia yao ya klabu yao. Na timu yao msimu huu imekuwa ina nyota kadhaa ambao wanafanya vizuri, na sio Simba Sports Club pekee ambao wanawatolea macho nyota kadhaa wa ASEC Mimosas, akiwemo Suleimana Yusuf, lakini pia bila kumsahau mshambuliaji ambaye sasa Simba Sports Club wamemuulizia Kevin Uto Bakare. Na huu ni mshambuliaji ambaye anahitajika na Simba Sports Club kuja kuongeza nguvu katika timu yao, ambayo msimu huu ukimalizika wana plan ya kuachana na mshambuliaji wao ambao alimsajili msimu uliopita katika kikosi kutokea katika kikosi cha Singida Black Stars, Jonathan Soa, ambaye ameshindwa kuendana na misingi ya klabu. Amekutana na changamoto nyingi za utovu wa nidhamu, lakini pia masuala yake binafsi ya nje ya uwanja yamemfanya kuwa pembeni ama kando ya kikosi cha Simba ambacho sasa hivi kinapambania ubingwa ligi ya soka Tanzania bara kwa msimu huu wa mwaka 2025 2026. Kwa hiyo Simba Sports Club wameshaanza maandalizi ya kutafuta mshambuliaji mwingine wa kati kuelekea msimu ujao wa mashindano, msimu wa mwaka 2026 2027. Na mara kadhaa nimekuwa nikiripoti hapa ama tukileta ripoti hapa za majina ya washambuliaji ambao wanahitajika na kikosi hichi cha Simba Sports Club, mabingwa wa kombe la muungano msimu huu wa mwaka 2026. Na miongoni mwa majina ambayo tumewahi kuyajadili hapa ni jina la mshambuliaji raia wa Chad na Ivory Coast, Sede Junior Dion, ambaye ni mfungaji bora wa ligi ya Afrika Kusini msimu wa mwaka 2025-26 akiwa na magoli 14 kutokea katika kikosi cha The Golden Arrows. Ni miongoni mwa majina ambayo yanahitajika pia katika kikosi cha Simba Sports Club. Lakini Simba pia wameliongeza jina la mshambuliaji mwingine kutokea katika kikosi cha ASEC Mimosas, ambaye ndo tunakwenda kumzungumzia leo hii kutokea katika mitaa hiyo ya Msimbazi. Anaitwa Kevin Bakare Uto. Huu ni mshambuliaji ambaye msimu huu katika ligi 1 Ivory Coast amefunga magoli 12 sambamba na kutoa assist 5. Ina maana katika michezo isiyozidi 30 ya ligi kuu hiyo, Kevin Uto Bakare amehusika kwenye magoli 17, na ni mshambuliaji ambaye alikuwa anaunda attacking trio ama washambuliaji watatu hatari katika kikosi hicho. Yeye akisimama kama mshambuliaji kinara akifunga magoli 12 katika ligi hiyo. Nyuma yake alikuwepo kiungo mshambuliaji Yusuf Fofana ama Suleimana Fofana, ambaye yeye msimu huu amefunga pia naye magoli 12 katika ligi hiyo ya ligi 1 Ivory Coast. Lakini kushoto alikuwepo bwana mdogo hatari sana, kinda mwenye miaka 16, Adosso Ibrahim, yeye akifunga magoli 8 sambamba na kutoa assist 8. Kwa hiyo hawa walikuwa ni washambuliaji watatu hatari katika kikosi cha ASEC Mimosas, wakihusika kwenye zaidi ya magoli 30 kwenye ligi hiyo ya Ivory Coast. Sasa Simba wao wamestick kwenye target yao Kevin Bakare Uto, mshambuliaji huyu ambaye ulikuwa ni msimu wake wa kwanza akiwa na ASEC Mimosas. Msimu uliopita alikuwa anacheza katika kikosi cha CO Korogo, ambapo alimaliza ligi 1 Ivory Coast msimu wa mwaka 2024-25 akiwa miongoni mwa wafungaji bora wa ligi hiyo. Alifungana kwenye kinyang'anyiro cha ufungaji bora na mshambuliaji wa San Pedro Dramani Kamagate, ambaye kwa sasa hivi huyu jamaa anacheza katika kikosi cha MC Alger, mabingwa wa kombe la shirikisho msimu huu wa mwaka 2025-26 kutokea nchini Algeria. Kwa hiyo msimu uliopita huyu Kevin Bakare Uto ambaye anahitajika na Simba msimu ujao alimaliza kama joint top scorer katika ligi 1 Ivory Coast akifungana magoli 14 na mshambuliaji huyo wa San Pedro Dramane Kamagate. Ni mshambuliaji wa aina gani? Mshambuliaji ambaye ana nguvu, lakini pia anaweza akatumia miguu yote miwili kumalizia nafasi, lakini pia ni mchezaji ambaye anaweza akatengeneza nafasi kwa wachezaji wenzake ambao wanamzunguka. Ni mbona umeweza kuona
sambamba na magoli 12 ambayo ameyafunga akiwa katika kikosi cha ASEC Mimosas msimu huu, ametoa assist 5 pia kwa wachezaji wenzake ambao anacheza nao kwenye timu hiyo ya ASEC Mimosas. Simba Sports Club wapo serious na usajili huu wa mshambuliaji huyu ambaye amewahi pia kucheza soka la kulipwa nchini Romania, lakini mambo hayakwenda vizuri. Ni mshambuliaji ambaye kwa sasa hivi hajazidi miaka 25, ana umri wa miaka 23, lakini rekodi zake za ufungaji ndo zimepelekea Simba Sports Club kuona kama ni mshambuliaji ambaye anaweza katosha kuja kuvaa viatu vya mshambuliaji ambaye anaondoka msimu huu, Jonathan Soa. Ina maana katika misimu miwili ambayo amecheza mfululizo katika ligi kuu ya Ivory Coast, huyu Kevin Bakare Auto amefunga magoli 26, akifunga magoli 14 msimu uliopita na akifunga magoli 12 msimu huu wa mwaka 2025 2026, na msimu huu amemaliza nafasi ya pili kwa wafungaji bora wa ligi 1 ya Ivory Coast. Mfungaji bora wa ligi hiyo msimu huu ni Tidide Diakite ambaye wa timu ya AC Korogo ambaye amefunga mabao 14. Huyu Diakite Diabate, huyu Diabate ni mshambuliaji ambaye ndo alikuja kuchukua nafasi ya Kevin Bakare ambaye alitoka AC Korogo msimu uliopita kujiunga na ASEC Mimosas msimu huu. Kwa hiyo aliyeenda kumreplace katika kikosi cha AC Korogo huyu Kevin Bakare ambaye ndo Diabate, yeye ndo amemaliza top scorer katika timu aliyotoka Kevin Bakare, akimaliza akiwa na magoli 14. Kwa Simba Sports Club wamebisha hodi, wameliongeza jina la Kevin Bakare Auto sambamba na jina la Sede Junior Dion, mfungaji bora wa ligi kuu ya Afrika Kusini ambaye amefunga magoli 14 katika kikosi cha The Golden Arrows. Tusubiri tuone nini ambacho kitatokea juu ya hizi target za Simba kuelekea maboresho ya kikosi cha Simba msimu ujao, mahali ambapo wanatazamiwa kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya ndani pamoja na mashindano ya kimataifa. Jina langu mimi ni Shabel Daniel, nyuma ya kamera ni Yusuf Mpuma. Endelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali kutokea hapa Anuari TV.